Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa ba'd. Tunarudi kwa kipindi kingine. Kama kawaida, mhadhiri ni Abdul Wahab Karangwa. Leo kipindi cha kwanza tulizungumza dini ya Uislamu ndiyo dini ya kweli. Kipindi cha pili tulizungumza sababu gani sisi tuwe hapa duniani. Kwa leo tunaendelea kuyaona au kuyajua na kuyasoma yapi Uislamu unatufundisha. Kinachoonesha Uislamu ni dini. Kwanza, Uislamu ni dini ya tabia, ni dini ambayo inayofundisha tabia na tabia nzuri, na inakataza tabia mbaya. Na haya tunayapata kutoka katika Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama anavyotuamrisha Allah subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu anatuambia, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allaha wal yawmil akhir. Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia kwamba tuna mfano mzuri, tuna mwelekeo mzuri kutoka katika Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hii ni kwa yule ambaye anayemwamini Mwenyezi Mungu vilivyo, na anaamini kwamba atakuja kumkuta au kukutana naye Allah subhanahu wa ta'ala siku ya Kiyama, siku ya mwisho, au tulitakayoizungumzia huko mbele. Kwa hiyo Uislamu ni dini ya tabia. Uislamu ni dini ya kufundisha tabia. Bal Uislamu ni dini ambaye inaomba au inaamurisha kila Muislamu kuwa ni mtu wa tabia nzuri. Mtu akitaka kujua tabia za kuishi na watu, lazima awe na tabia nzuri, awe na tabia nzuri. Muislamu ni Muislamu ambaye hupaswi kuonyesha kwamba una moyo mgumu. Muislamu anapaswa kuwa ni mtu wa moyo mwepesi, moyo wa kumridhisha mwenzake, moyo wa tabia. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema tabia nzuri kabisa inayoanzia ni kwa Mola wako. Kuwa tabia nzuri na Mola wako. Tabia nzuri na Mola wako ni kumpa cheo chake kama Mola, pasipo kumshirikisha na yoyote. Cha pili ni kuwa na adabu na mtume wake au na mitume yake, watume wengi. La tatu ni kuwa na tabia na watu wenzako. Katika tabia, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiwafundisha watu. Alikuja kijana au mtu mmoja kwake, akimwambia, ya Rasulullah, ewe mtume wa Mwenyezi Mungu, ausini, ebu niusie, nipe husia, nipe niishi vipi katika watu, nichukue mwenendo gani? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akamwambia, la taghdab, unachukua na asila ambazo si asila za kibinadamu. Kama tunavyojua, mtu kukasirika ni tabia ambayo mwanadamu inampitia, ni umbile la mtu, na hakuna mtu anayejua kwamba tabia ya kukasirika iko wapi, au kiumbe cha kukasirika kiko wapi, au furaha ziko wapi. Lakini tunajikuta mtu umefurahi, unajikuta mtu umekasirika. Lakini tizama Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam
anakuambia kwamba la taghdab, usiwe unapata hasira. Anasema hasira zipi? Hasira hizi zinazokatazwa ni hasira ambazo hazifai, hasira ambazo zinasababisha mtu kuharibu mambo. Kwa hiyo tabia ya kukasirika, ambazo hasira hizo unapata uchukue moyo wako usiwe na hasira hizo. Mtume Muhammad SAW akatuelekeza, akasema kwamba ukipata hasira qaiman, umesimama, basi kaa chini, teremka ukaya chini. Kama hasira zimekuchukua huko juu, basi kaa chini. Utakapoteremka kukaa chini, zile hasira zitateremka. Zikikataa, nenda utawadhe, nenda kapate udhu. Kwa kweli kama ni mtu wa hasira, hizi hasira hazitoisha, na kama zimekataa, basi nenda kapumzike kidogo. Tunayaona hapa katika adabu, sio kwamba nenda kapigane, nenda kafanye, kamwambie maneno haya, nenda kaseme hivi. La, basi kama utajichukua hivi, utakuwa ni mwenye tabia nzuri, utakuwa ni mwenye tabia nzuri. Kwa hiyo Uislamu unatufundisha kuwa ni wenye tabia nzuri, na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatuambia kwamba hakuna kitu ambacho kitajaza au kitaujaza mizani ya mwanadamu siku ya Kiyama kama mtu kuwa na tabia nzuri, kulingana na tabia nzuri. Tabia nzuri zitamchukua mtu kuyapata mengi ambaye alikuwa hakufanya. Watu wamesali sana, watu wamesimama usiku wakasali, watu wametoa mali zao, watu wamefanya nini, lakini utakuta mtu ambaye alikuwa na tabia nzuri baina ya watu, ni mtu mwepesi mbele ya watu, ni mtu mwenye kuheshima mbele ya watu, ni mwenye kuheshimu watu wenzake. Utakuta huyu katika watu wenye vizuri, mizani zao zimekuwa nzuri siku ya Kiyama, utamkuta ni mwenye tabia nzuri. Kwa hiyo mambo mengi ya ibada yasipokuwa na tabia yaweza karibu, na mwenye tabia nzuri, mambo machache labda ya ibada, kawa ni ibada zake ni za chache kulingana na uwezo wake, utamkuta huyu ndiye mwenye mema mengi, kwa sababu amekuwa na tabia nzuri. Kwa hiyo Uislamu ni tabia, Uislamu ni tabia, ni dini ya kufundisha tabia. Hebu tizama kwa mfano, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amesema haya maneno katika hadithi. Anasema laisa minna, si miongoni mwa Waislamu. Huyo haisabiwe katika miongoni mwa Waislamu wazuri ambao kabisa Uislamu wao wanaudhamini, wanaupa cheo, wanapata ndani ya Uislamu. Laisa minna, si miongoni mwetu, si wa Waislamu ambaye la yuwakir kabirana, haheshimu mkubwa wetu. Ukikuta mtu hana heshima kwa wazee au kwa mkubwa wake, jua huyu mtu amefanikiwa kabisa, Uislamu wake ni mchache. Wala yarhamu saghirana, au hapate rahma, hawe mwepesi katika wadogo wetu. Mkubwa amrehemu mdogo. wala ya'lim bi'alimina haqqan, au hajui, hana lolote, hawadhamini, hawapi dhamani walimu wetu, wajuzi wetu ambao wanaijua, wanaifahamu dini, ambao wanamwelekeza mwenendo wa dini, ambao yani wanazioni hawana vyeo. Kwa hiyo Uislamu utufundisha vipi utaishi na watu,
lazima mdogo amheshimu mkubwa na mkubwa amrehemu mdogo, na wote hawa mkubwa na mdogo wajue thamani na cheo cha mjuzi, kwa sababu hii dini au hii dunia ambayo tunaishi lazima inasimama kwa watu ambao wanazioni kwa kila jambo. Hebu tizama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anavyoonyesha cheo cha mwanazioni, cheo cha kutafuta elimu au cheo cha mtu mwenye elimu. Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema yarfa'u Allahu alladhina amanu walladhina utul ilma darajat. Kwa hiyo na Mwenyezi Mungu anaheshimu, anawapa heshima au anaheshimisha wale ambao ni wanazioni, ni wajuzi wetu. Wakati mwingine katika aya nyingine sura Al-Imran Mwenyezi Mungu anasema shahida Allahu annahu la ilaha illa hu wal malaika wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa hu. Allah Subhanahu wa Ta'ala anathibitisha uzito wa wanazioni. Anasema katika hii aya shahida Allahu, Mwenyezi Mungu amethibitisha kwake kwamba hakuna mola pasai kuabudiwa kwa haki isipokuwa yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wali malaika, na wa malaika wameshahidia hayo wakayasema wa ulul ilmi, na wale ambao wamepewa elimu. Yani hakuna watu ambao wanacheo wanafahamu vizuri sana, wanaheshima kama wanazioni. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema si miongoni mwa Waislamu, si miongoni mwa waumini ule ambaye hawaheshimu wakubwa, hana heshima kwa wakubwa, wala mkubwa ambaye hamrehemu mdogo, hana rehema kwa mdogo wake au kwa mdogo ambaye yuko chini yake. Na hawa wote wala hawajui cheo cha mwanazioni miongoni mwao. Hii ni tabia ambayo ni kubwa sana katika tabia nzuri zake Mwenyezi Mungu alizotufundisha, Uislamu unazofundisha. Miongoni mwa tabia nzuri ni Muislamu ambao si vizuri kuwa ni mwenye kukasirika kama tulivyosema, au kupigana au kugombana, kukorofishana. La, tabia nzuri ni kuyaacha baadhi ya mambo, unayaacha yanaondoka. Unaacha hata mtu amemkuudhi, kama mtu amekuza yeye anakuudhi, basi usimjibu na acha. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kwamba hakuna mtu mwenye nguvu kama mtu ambaye man taraka almira, mtu ambaye anaacha mambo ya kujibizana na mtu, wala ukana mihiqa, hata angekuwa kwake alikuwa anapaswa, yani ana haki ya kuyafanya, lakini unayaacha ili upate wepesi na mwenzako. Wanazioni walizotutangulia ka Imamu Shafi rahimahullah, alikuwa akitembea anamkuta mtu anasema kad maraltu ala safihi yasubuni, nimempita mwanadamu, nimempita mtu mmoja. Safihu ni mtu ambaye hajui, nimempitia mtu ambaye hajui. Yasubuni, alikuwa akinitukana, yani anazungumza maneno kwangu anayasema. Nikampitia mirara, nikampitia kama vile mtu la yaksuduni, kama si mimi ambaye anazungumza. Hebu tizama hii tabia, yani mtu anakutukana lakini kutojibizana na huyu mtu kwa tabia zile ambazo unaona, kwa kujibizana na huyu mtu itakuwa akamwacha, yani amempita kama vile
si yeye ambaye anamwambia. Allah akbar. Hizi zote ni tabia ambazo Uislamu hufundisha. Uislamu na kufundisha kukaa na jirani yako vizuri. Unakufundisha kukaa na jirani zako vizuri. Katika tabia nzuri Mtume Muhammad SAW anatufundisha ndani ya Uislamu. Anasema hupashwi kupika chakula unakula nyumbani kwako kama hujajua kwamba jirani yako amekula. Anasema ukipika nyama au ukipika mboga, ukiwa na mboga, basi weka mchuzi mwingi. Badilisha, chukua kidogo, mchukulie na yeye jirani yako. Usile peke yako, kula na jirani yako. Na kunywa hivyo hivyo, kunywa ukiwa unajua kweli na jirani yako kanywa. Je, mtu akiishi vipi? Akiishi hivi, hii dunia itapata upungufu, tutapata ukorofi, watu watapigana, watu watauana? Abadan. Ni kwamba Uislamu, watu wakiushika Uislamu, basi nchi yote au dunia yote itatengamaa kutokana na tabia nzuri za Uislamu. Uislamu pekee ni tabia. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anatuambia bu'ithtu liutammima makarim al-akhlaq. Mimi Mwenyezi Mungu amenituma au nimekuja hapa, nimetumwa duniani ili nije nitimize, nifundishe tabia ambazo ni nzuri za hali ya juu. Tabia nzuri ambazo ni za hali ya juu. Kwa hiyo ukitaka Uislamu, ukitaka tabia nzuri, ukitaka kuishi vyema, ukitaka kuishi vizuri, uwe na tabia nzuri baina ya watu. Uwe hutaki, sio lazima uwe unagombana au uwe unatafuta njia zingine za kulipisha kisasi na nini. La, Muislamu mambo mengine unayaacha ili kwa sababu ukishajua kwamba we ni binadamu, basi na wewe aliyo mkumba mwenzako na yeye atakukumba kesho. Kwa hiyo kuwa mwenye kusamehe, kuwa mwenye msamehevu. Mambo mengine yaache, usiwe unakorofishana sana. Tunamuomba Mwenyezi Mungu atuweke miongoni mwa watu ambao wanakuwa na tabia nzuri. Kwa leo tuishie hapa na tunaongezea wakati mwingine. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atuongezee kutupa muda, umri, na atupe wakati tena wa kuzungumza kwa maneno mazuri. Yale yaliyotokea ambayo si mema, Mwenyezi Mungu atusamehe, yametoka kwetu, na yale ambaye ni mazuri ayaweke katika mioyo ya watu ambao wasikilizaji. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.